Karibu katika likapu yetu, ni sehemu ya pili. Kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, unaweza kugusa hiyo kifupa hapo inatokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Lakini pia kama hujagusa alama ya kusubscribe, unaweza kufanya hivyo mapema ili tuweze kwenda pamoja kwa uzuri zaidi. Mr. Gu baada ya kupigwa changa na huyu mwanamama mchawi, moja kwa moja akawa anatoka katika eneo hilo, lakini kwa bahati mbaya sana akakutana na ule principal wake akiwa ametekwa na roho moja hivi ya kichawi. Kwa kutumia uwezo wake mkubwa sana kama mkuu wa waganga, akawa amemtoa yule mzimu kwa kutumia fimbo yake. Hivi ni miujiza sana. Sasa huyu mwanamama ambaye ni principal akawa anasema kwamba yule mwanamke mganga aliyetoroka katika eneo hili ndio alikuwa mzazi wa yule mtoto ambaye aliweza kufia katika maeneo ya shule kifo chenye utata sana. Hivyo kila siku anahangaika kuhakikisha kwamba anamrudisha mtoto wake duniani. Huku shuleni katika kile chumba ambacho mtoto mganga ndio alikwenda kufia, basi moja kwa moja wale vijana walikuwa wamenasa ndani ya chumba hiki wakiongozwa na Mwamba Go, wakawa wanahangaika namna gani wanaweza katoka kwani milango yote imefunga. Kitu cha kushangaza ambacho waliweza kukiona kwa wakati huo ni kwamba Mwamba Go akaanza kucheka. Sasa kucheka kwa mara ya kwanza ilikuwa ni kama vile kukata tamaa, lakini kadri ulivyozidi kumwangalia Mwamba akakuta anaendelea kucheka, ikabidi kuanza kumpiga jamaa kwamba atulie, lakini bado Mwamba akaendelea kucheka na kupaza sauti kubwa sana. Mr. Mu na huyu mkuu wa shule ikabidi kuingia katika vyumba vya siri sana vya huyu mganga. Lengo ni kuweza kupeleleza ni vitu gani alikuwa akifanya kwa siri. Walipoingia huku ndani walikuja kugundua kwamba mwanamama alikuwa akiabudu mashetani makubwa sana, na lengo lake kubwa ilikuwa ni kurudisha binti yake ambaye alikuwa ameuliwa katika eneo la shule katika kile chumba ambacho akina Gu wameweza kunasa. Na mbaya zaidi ni kwamba mwanamama tayari alikuwa ameandaa kafara na kuhakikisha kwamba kuna wanafunzi wanatakiwa kutolewa ili binti yake aweze kurudi duniani. Mkuu wa waganga anayefahamika kama Mr. Mu akawa ameshtukia kitu kwamba hapa tambiko limekwisha kufanyika na watu wanatakiwa kufa wakati huu ili mwanae aweze kurudi duniani. Na hapa kawa anamwagiza huyo mkuu wa shule kwa kumwambia kwamba arudi haraka sana katika eneo la shule, kwani kule huenda kuna watu wametekwa. Huko shuleni wakiwa hawajui kwamba kafara yao imekwisha kuandaliwa na watakwenda kufa mmoja baada ya mwingine. Bidada Yu alikuwa akitembea katika maeneo haya, lakini kila chumba anachoingia milango ikawa inafunga. Mwamba Min naye anaendelea kuhangaika katika maeneo haya, lengo aweze kutoweka kabisa katika maeneo ya shule, kwani alichoweza kukiona kimemtisha sana. Mwamba Go kutokea katika kucheka, ghafla tu akaanza kulia, na akaanza kulia kweli kweli. Wakaanza kumbembeleza kwamba atulie, lakini Mwamba akazidi kulia kwa sauti. Dakika chache mbele damu zikaanza kumtoka mdomoni, zikawa zinatiririka kama vile maji yanavyoweza kutoka bombani. Basi wenzake wakawa wamechanganyikiwa na kuanza kugonga katika madirisha kwamba wanahitaji msaada waweze kufunguliwa katika eneo hili. Mwanafunzi mmoja akawa ameshtukia kwamba mlango ulikuwepo, ikabidi kwanza kutoka katika eneo hilo, lakini huku Mwamba Go tayari alikuwa amepoteza maisha. Upande wa pili katika chumba cha mganga, karatasi moja ikawa inaungua. Hii ikawa ni ishara kwamba kafara ya kwanza imeshaweza kutoka. Bidada Hun katika chumba alichokuwa na bibi Kim hapo akazidi kupiga stori wakisema kwamba tunawezaje kutoka katika chumba hiki kwa sababu tuliopanga kukutana nao hatujaweza kukutana nao siku ya leo. Lakini bidada Kim akamwambia kwamba anapaswa kuwa na subira tu, watakuja. Lakini bibi Hun akasema kwamba mimi nataka kuondoka bana, nimechoka kusubiri. Huyu Kim ndio akajidhihirisha vile alivyo. Kumbe bana Kim ni mzimu ambaye ndio yule mtoto yule mganga alikuwa na mpango wa kurudisha nafsi yake kuja duniani. Pande pili Mwamba Min alikuwa amemshuhudia mwanadada mmoja ambaye ni mgeni kabisa katika eneo hili la shule. Kabidi kwanza kumuuliza hivyo ni wanafunzi katika eneo hili, lakini bidada akamwambia kwamba sio mwanafunzi tu bali ni mwalimu. Mwisho wa siku macho yake yakaanza kubadilika na ulimi wake ukawa ni mrefu sana, kisha akawa amesema kwamba nataka nikutafune ungalikuwa hai. Mwamba Min alikimbia umbali mrefu sana na mwisho wa siku akawa amegongana na yule bidada Hun ambaye pia alikuwa akimkimbia bidada Kim ambaye ni mzimu. Mbaya zaidi bidada Hun huwa anapenda sana kutumia miwani, lakini kwa wakati huo ikawa ameangusha miwani yake na kwa bahati mbaya ikawa imekanyagwa. Alishangaa sana kumuona Mwamba Min katika eneo hili la shule na kumuuliza kwamba umekuja kufanya nini katika maeneo haya ya shule nyakati za usiku? Na Mwamba akawa anamuuliza kwamba umekuja kufanya nini katika maeneo haya pia nyakati za usiku? Kwa wote waelewi ni kwa nini wamekuja katika eneo la shule nyakati za usiku. Ghafla tu bidada Kim akawa amejitokeza nyuma yao akiwa wa kawaida kabisa kama vile hakuna kichoweza kutokea, akisema kuna nini jamani? Kim akijifanya ni binadamu kabisa akawa anamwambia Mwamba Min kwamba nimesahau kitu cha muhimu sana katika kile chumba ambacho kinaua juu ya meza, nahitaji wewe ukanichukulie kwa kucrawl juu kabisa ya vent. Bidada Hun anatamani sana kumsanua Mwamba na kumweleza kwamba aliyepo mbele yake sio bibi Kim, huyo ni shetani, lakini bibi akawa anamtonya na kumwambia kwamba ukijaribu kufungua mdomo wako nitakuangamiza. Rafiki wa Mwamba Go watu wasumbufu kweli kweli hawa. Mwisho wa siku baada ya kukimbia umbali mrefu akajikuta wameishia katika chumba ambacho bado mlango wake ulikuwa umefungwa. Hakuna namna yoyote ya kuweza kutoka katika eneo hili. Bidada mmoja akawa anasema kwamba eti mkojo umembana na anahisi kabisa kwamba mwanaume mmoja angeweza kujitolea kwenda kumsindikiza, lakini wote wakawa wanaogopa na kusema kwamba haiwezekaniki kabisa kwanza kufocus masuala ya kusindikizana chooni wakati wana kipengele kizito sana cha kuweza kutoroka katika maeneo haya. Lakini mmoja akajitolea na kusema kwamba yeye atakwenda kumsindikiza bidada. Moja kwa moja kama amemsindikiza mpaka bidada akaingia katika maeneo ya chooni, lakini akaanza kusikia kama vile kuna makelele nje ya mlango. Dakika mbili mbele marafiki zake wote wakasikia makelele makubwa sana yakitokea katika maeneo ya bafuni. Walipokwenda kutazama tayari bidada shingo yake na mwili wake wote ulikuwa umedumbukizwa katika eneo dogo kabisa la choo. Bidada Ji anaaminika sana na mkuu wa shule, basi alikuwa akizunguka katika maeneo haya ili kwenda kuangalia ni wapi mashetani yanakotokea, lakini ghafla tu mashetani akawa amemvaa na uwezo wake wa kuweza kuyaona mashetani ukawa umepotea. Mwamba Min baada ya kuingizwa chaka na yule bidada Kim akapanda katika vent na moja kwa moja akaelekea katika kichumba alichokuwa ameelekezwa. Alipofika tu katika eneo hili la chumba akashangaa kuona kwamba hakukuta kitu chochote ambacho bidada alikuwa amekisahau. Lakini ghafla Binvu akashuhudia mwanga wa tochi ukiwa unamfuata, na hapa alikuwa ni ule mlinzi wa shule ambaye wakati mwingine anajigeuza kuwa mzimu. Kiufupi ni kwamba ni mzimu alikuwa akimfuata wakati huu, lakini Mwamba kwa sababu hawezi kumuona
usoni, akawa ajui kabisa kwamba anemfuata ni mzimu. Bidada Hun kwa sababu anaelewa mchezo mzima, akawa amemvuta mwamba kimya kimya na kumleta katika chumba cha Stone, kisha akawa amejifungia huko. Upande wa pili, kipenzi cha mwamba Min, yule anayefahamika kama Yun, alikuwa akitembea tembea naye katika maeneo haya ya shule akitafuta diary yake, lakini ghafla bin Vu mwisho wa siku akawa ameishia katika darasa lao. Kitu cha kushangaza ni pale alipokuta mwanamke mmoja akiwa amekaa mule darasani, tena yuko busy tu na mawazo yake. Ikabidi kushangaa kidogo, huyu mwanamke anafanya nini darasani wakati huo usiku? Wanafunzi wasumbufu kila wanapojaribu kukimbilia, basi mambo yanakuwa magumu zaidi. Kila wanapofika panagonga mwamba. Wakajikuta tu hatua ya mwisho mwamba mmoja ameweza kukamatwa, na hapa alifanywa kitu mbaya mbele ya macho yao. Mmoja kati yao aliweza kufungua mlango na akiamini kwamba yuko salama, lakini akabulutwa vibaya sana na akayapoteza maisha. Idadi kazidi kupungua mpaka kabakia wanafunzi mmoja kati yao. Kiongozi mkuu wa waganga anayefahamika kama Mr. Mu aliendelea kupambana na hizi roho chafu kwa kufanya matambiko kadha wa kadha, lakini bado hali ilizidi kuwa tete upande wake, kwani mpaka kuna kipindi kilifika akaanza kutapika damu. Mwamba Min akaamini kwamba anatakiwa kutafuta njia na lazima aanze kupambana. Sasa akamshawishi Bidada Hun na kumwambia kwamba anatakiwa kutoka katika eneo hili, lakini bado Bidada Hun akasema kwamba yeye hayuko tayari kabisa kuondoka katika eneo hili kwenda kuitafuta hatari. Jamaa kama amenyanyuka ile anataka tu kutoka, kama kukutana na Bidada G, yule ambaye alipewa nafasi ya kuweza kulinda katika eneo hili la shule, na kumwambia Mwamba kwamba anamjua vizuri kwamba yeye ana uwezo wa kuona mizimu. Akamwambia kwamba kupitia yeye kuingia katika eneo hili la shule ndio alikwenda kuvunja kila ulinzi ambao ulikuwa umewekwa. Kwa hiyo mizimu yote imeweza kufunguliwa na Mwamba Min. Bidada G akaongezea kwamba Kim alikuwa ni bidada ambaye alikuwa akisoma katika shule hii, na kwa bahati mbaya aliweza kuuliwa kifo cha kikatili sana, lakini mauaji yale hayakuwa ya haki hata kidogo. Kwa akabadilika na kuwa mzimu. Kwa hakuna mtu anayefahamika kama Kim katika shule hii, bali ni mzimu tu. Kaambiwa kwamba Kim ana urafiki mkubwa sana na bidada anayefahamika kama Hun aliyekuwa naye katika maficho nyakati hizi zilizoweza kupita, na akamwambia kwamba anatakiwa kuwa makini sana kila mahali anapokuwepo bidada Hun. Ili wanatoka tu kwenda kumtafuta bidada Hun, ghafla tu Mwamba Min akashtuka na kuona kwamba kulikuwa kuna mizimu mingi ikitokea katika chumba. Bibi G hawezi kuiona mizimu, lakini aliweza kuhisi tu uwepo wa hiyo mizimu. Akaanza kushambulia kwa ile fimbo ya kichawi aliyokuwa amepewa na yule mkuu wa waganga. Miongoni mwa mizimu ambayo ilikuwa imeweza kushambuliwa, mojawapo aliweza kufanikiwa kumpata Mwamba Min, lakini bahati nzuri aliweza kupambana na mwisho siku akaingia katika chumba cha siri sana ambacho kilikuwa kina sala za Kihindi. Bidada G akasema ili mambo yote yaweze kuisha ni lazima wamtafute bidada ambaye anafahamika kama Hanso, ambaye ni dada yake na bibi Yu ambaye anapendwa sana na huyu Mwamba Min. Min haelewi kabisa kinachozungumza bidada G, yani ina maana dada yake na Yu ndio anaweza kuzuia mambo haya, imekaje? Akiwa anaendelea kuwaza nini atakwenda kufanya, ghafla tu akaweza kumshuhudia bidada Yu akiwa juu kabisa ya shule kule anataka kujirusha. Mwamba akawa anakimbia kwenda kumuokoa, lakini G akaja na kumwambia kwamba ule ni mtego ambao umetegwa na mizimu, lengo lake ni kwamba uende kule ili uweze kukamatwa. Ghafla akaweza kuona kwamba taa katika maeneo ya swimming pool imeweza kuwashwa, ikabidi kuanza kusogea katika maeneo hayo. Walipoingia tu katika maeneo haya ya swimming pool, ghafla tu bibi Kim akawa amejitokeza na kusema kwamba hivi unaweza kukubali kwamba mtu ambaye unampenda anakufa katika maji? Akawa anamwambia kwamba bibi Hun yule pale anakufa katika maji. Mwamba alivyomuona akataka kwenda kujitupa, lakini bibi G akamstopisha na kumwambia kwamba asisubutu kwenda kujitupia katika maji kwa sababu hayo ni maruerue ambayo anatengenezewa ili aweze kujiua. Lakini Mwamba kwa sababu anampenda sana bibi Hun na mizimu inatumia udhaifu huo kuweza kumuingiza katika mitego, ghafla tu akawa amejitupa katika ile swimming pool. Maji yote yakabadilika na kuwa na rangi nyeusi. Bibi G akafuatwa na ule mzimu ambao unafahamika kama Kim, akamwambia kwamba umeshindwa kazi uliokuwa umepewa ya kuweza kumlinda Mwamba Min asiweze kuingia katika shida. Kwa waganga anafahamika kama Mr. Mu, ghafla aliendelea kuona kwamba kuna dalili ya kwamba kuna wanafunzi wengine wanaendelea kuteketea, kwani kila karatasi iliyowekwa kwa ajili ya kafara ilikuwa inaendelea kuwaka tu. Huku shuleni mzimu wa Kim ukaendelea kufanya matukio ya kutisha sana. Kwa amemnyanyua bidada G na kumweka juu kabisa almanusura aweze kumwangamiza. Ghafla tu ule mkuu wa shule akawa amefika katika eneo hili, lakini hakuwa na nguvu za kuweza kumzuia bidada Kim. Kwa waganga aliendelea kupambana kadri anavyoweza, lakini alipoweza kugundua kwamba yule bidada G alikuwa yuko katika matatizo, basi akaamua kujitoa kafara kwa kutumia uwezo wake wote kuweza kumkomboa, lakini yeye akawa amepoteza maisha. Mkuu wa shule ghafla tu akamshika bidada G na kumwambia kwamba akili yako imeweza kurejea, lakini ukweli ni kwamba aliweza kujitoa kafara ni yule Mr. Mu ambaye ni mkuu wa waganga, hivyo umeweza kupona kutokana na sacrifice kubwa aliweza kuifanya. Bidada G akatazama katika eneo la swimming pool ambapo aliweza kushuhudia Mwamba Min akiwa amedumbukia katika eneo hilo. Min akiwa ndani ya swimming pool anahangaikia maisha yake, ghafla tu akarudishwa katika maono na kuoneshwa maisha ya kale sana bibi Kim kabla ya kuwa mzee. Inaonekana kwamba mama yake na Kim alikuwa amekwenda kwa mganga mmoja mtu mzima sana ambaye alikuwa akimwambia kwamba hakuna kitu kitakachoweza kumsaidia Kim. Kim alikuwa akinyanyaswa sana katika maeneo ya shule, na wote walikuwa kimnyanyasa ni kwa sababu mama yake alikuwa ni mganga na waganga walikuwa kizalauka sana kipindi hicho. Kwa sababu hiyo bibi Kim alikuwa akimchukia sana mama yake pia. Mama yake na Kim kwa kuona kwamba mwanae anahangaika sana na kunyanyasika katika shule, ikabidi kumhamishia katika shule ambayo ilikuwa na ulinzi wa Mr. Mu. Alipofika katika shule hiyo angalau alipata furaha na kuamini kwamba katika shule hii hatuweza kabisa kusema kwa ubaya. Kama alivyowaza na ndivyo ilivyokuwa, kwani katika shule hii aliishi kwa amani sana. Hakuna alikuwa kimnyanyasa kwamba mama yake ni mganga. Lakini bibi Kim katika shule hii alikuwa na rafiki mmoja hivi ambaye anafahamika kama Hanso, dada yake na bibi Yu ni yule kipenzi wa Mwamba Min. Ila kitu kibaya ni kwamba bibi Kim alikuwa akitembea na mwanaume mmoja pasipo kujua kwamba yule mwanaume alikuwa ni mpenzi wa bidada ambaye anafahamika kama Hanso, dada yake na Yun. Na akaapa kwamba katika hili lazima atakwenda kulipa kisasi kwa bibi Kim. Kweli kabisa siku ikatimia.
ikatimia. Bidada Kim alitendewa kitu kibaya sana na mwisho siku akawa amepoteza maisha. Baya zaidi ni kwamba wakawasha moto. Moto ule ukaweza kumteketeza bidada Kim kuanzia hatua ya kwanza mpaka mwisho. Bidada akawa ameteketea majivu kabisa. Sasa tukirudi katika maisha ya sasa, huyu principal ambaye ni mkuu wa shule alikuwa akisema kwamba bado mama yake na Kim anataka kulipa kisasi na amefanya tambiko ambalo itakwenda kwa uzuru wote waliweza kushiriki katika mauaji ili mwanae aweze kurudi duniani, na anaamini hivi. Hasa mama yake na Kim baada ya kukimbizwa na yule mganga mkuu anayefahamika kama Mr. Mo, moja kwa moja kumbe alikimbilia katika maeneo ya hospitali na lengo lake kubwa ilikuwa ni kwenda kumuua bidada Hanso, dada yake na Yu. Hata bibi Yu anajua kabisa siri hii kwamba dada yake anayefahamika kama Hanso ndiye aliweza kusababisha tukio zima la kuweza kuhakikisha kwamba bidada aliweza kuuawa bibi Kim. Na mwamba baada ya kumkuta bibi Yu akawa mkabidhi ile diary yake na kumwambia kwamba hii ni diary ambayo niliweza kuikuta kwako. Bidada akamwambia kwamba huu ndio ukweli kamili kwamba Hanso anahusika katika mauaji ya bibi Kim, kwa sababu katika diary hii aliweza kuandika kila kitu kinachohusu mauaji yale. Na kwa kuwa anajuta kwa kile alichoweza kukifanya, akaamua kujirusha kutoka katika ghorofa na akaangukia mpaka chini. Na kuanzia hapo ikawa ndio sababu ya bidada Hanso kuweza kulazwa katika eneo la hospitali kila siku akiendelea kuugulia. Maamuzi ya mwisho ikawa ni kumpelekea bidada Kim ile diary ili aweze kusoma na kuelewa ukweli mzima, ni nani ambaye anastahili adhabu hiyo ya kifo. Baada ya bibi Kim kujua ukweli wote, akatimba katika maeneo ya hospitali na huko aliweza kumvaa bibi Hanso, na moja kwa moja bibi Hanso akaweza kujirusha kutoka juu ya ghorofa mpaka katika ardhi, akapoteza maisha. Hali katulia kabisa duniani. Mwamba Kim akawa anaibuka kutoka katika maji. Kumbe wakati yote hayo yanaendelea ni pale tu alipokuwa amezama ndani ya swimming pool. Fundisho kubwa katika tamthilia hii ni kwamba wivu wa mapenzi usikupelekee kufanya maamuzi mabaya ambayo mwisho wa siku yanaweza kukurudia. Tuliweza kushuhudia bidada Hanso aliyeweza kumuua mwenzake Kim, lakini mwisho wa siku na yeye mauti ukawa umeweza kumrudia. Kama una rafiki yako wa faida, basi unaweza kumtonya wakati huu na kumwambia kwamba kuna vigongo vikali sana ambavyo vinakwenda kujili baada ya hapa. Tunakukumbusha kwamba siku ya leo tunakwenda kupromosha tamthilia nyingine kali sana. Hii bana inahusu vampire. So usipange kukosa, kisha tu kwamba unamtonya ndugu yako na kumwambia kwamba huku ni kila siku bandika bandua. Kama anapenda burudani za muendelezo, basi hapa ni mahali pake sahihi.